Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Rujeni wameenda kuozesha, wakaja Rujeni kuuzia dhahabu ambayo ina hela zao tutaipata, lakini hata yenyewe kwa kweli inasimamiwa na serikali. Ingelikuwa tu ya kupata hizi kilo wanazozipata, kama mpa mtu wa milioni 20 au 30 au 100 anaikata kile ya kwako anakupa, lakini zingine anaenda njia anazozichukua. Kwa mama kilo kabisa inawezekana hajawahi kuikuta hapa kilo hayote kwa hapa leo kama unavyoona ni kama hizi hapa. Na huyo sio mtu mmoja, vyumba vyote. Unazokuta kwa mtu mmoja unapata gramu 5 chumba kimoja. 3. Una milioni 200 kwenye sefa. Kwa hiyo hii ni sehemu ya changamoto kubwa na mengi sana. Lakini kazi ambayo tunakupa viongozi wetu hapa, tunataka tupate ulinzi. Shughuli zinazoziona Republic ya watu waliopo wengine sio wachimbaji, sio wema kwa ajili ya kuvizia wapite na mtu. Kumbe sasa kama tuko tayari kuingia mkataba na jeshi kwa maana ya kulinda hapa, hicho tunakupa kipaumbele, utuombee na kifanyike haraka. Lakini niongeza ya pili, kwa hizi mtukazie, tutaingia mkataba na nyinyi kwa ajili ya kulinda. Uwezo ukawa na NMB hapa, ukawa na masefu ya dhahabu kama unavyoona kwenye mavyumba haya, lakini hamna ulinzi. Ulinzi ni wa kudandia. Mfano wanaolinda NMB hapo, sijui kitoka elimu wanaondoka. Sasa sisi kama wafanyabiashara, kwa hiyo usiku yani panakuwa hakuna ulinzi hapa hamna ulinzi, na dhahabu zinazopatikana kama ni kidogo zinabaki kwenye safe kwenye container hii. Sasa binadamu teknoloji ni nyingi, wana uwezo wa kuvunja container, wana uwezo wa kuvunja safe. Sasa mnaanza kuwauliza wale mabrokers kwamba dhahabu iliacha pisi ngapi, kitabu ziko wapi? Sasa kama ameondoka nazo hata yeye zimevunjwa, lazima zimeibiwa. Niombe tu kiongozi wangu kwa upendo wa dhati kabisa uungane na mabroka wako waliopo hapa kwa ajili ya kuwaletea ulinzi. Kuhusu malipo haina shida. Kama tunalipa Kombe milioni 2.4 nyumba ambayo maskafu tunatumia tundu la choo moja, lakini tunalipa sisi milioni 2.4. Tunashindwa sasa kupata ulinzi sisi hapa. Nadhani mfano umeona nimekuonesha. Hata pia hasa madini anaweza kuingia, mlibidi mwambie kutoka na mimi niingie. Ndio maisha tunayoishi. Inasikitisha sana. Lakini pia mtu na mabilioni ya hela, sio kwamba hatuna hela. Tumeweka mali haziji zakuja kidogo. Tumeomba kwa mkurugenzi wa wilaya basi toke nyumba yetu tulipie, mtufate, wakakataa. Sasa sijajua nyinyi kama serikali kwa kuwa mmeona mtajadili kwenye mikoa yetu na kututendea haki kutoka kwa Kombe. Asante sana mwenyekiti wangu. Sasa ameshaongea ndugu mwenyekiti wangu hapo. Kwa hiyo changamoto zetu kubwa na kero zetu kubwa hasa ni hizo. Umeona, uchakavu wa jengo ni atesi, tungepata jengo ambalo lina ubora, lina hadhi ya kuitwa soko la dhahabu. Kwa hiyo nikushukuru sana ndugu mwenyekiti. Kama alivyosema mheshimiwa mwenyekiti, mkusanyiko si kwamba wote mtafutaji kwa njia hiyo ya nani. Kwa wengine wanasubiri mtu atafute ili wakutengeneze mtu ashauri anasema katika msafara wa nani kenge yako. Hapo anaweza kukuta mwangaika mnatafuta timu yako waliokuja kusoma ramani na magari. Sasa sisi kwanza tunatoa elimu kwa wafanyabiashara wa kama hivyo, kutoa elimu namna gani kufanya kazi zetu katika mazingira ya usalama, mjilinde namna gani ni usalama wako kwanza, lakini vile vile kusikiliza changamoto zile ambazo kama nilisema zinahitaji utatuzi ngazi ya makao makuu, lakini vile vile kutoa elimu kupata mali nyingi ajili ya jilinde namna gani. Nakuta kama hivi tena mwenyekiti mama alifunua kaka tuko leo tuliki tu kupata milioni na kitu. Sasa unaweza ukapata milioni ukapata milioni na kitu ajili ya jilinde. Bahati nzuri nimewahi kufanya kazi katika mkoa kipindi kile bado uko wilaya ya Geita. Tulikuwa tunashuhudia ule mgusu na nyarugusu. Nzizile yako yale maroba yale. Naitwa nani? Naitwa Queen Gervais. Ndio.
Nahisi mambo mengi ameyazungumzia mwenyekiti, changamoto ambazo tunazipitia kwa sababu nyingi tunaziwasilisha kwa mwenyekiti wetu. Kwa hiyo changamoto zote alizoziwasilisha ndio tulizomwasilishia, kuongeza ulinzi na usimamizi katika miaka. Tunapokuwa tunafanya pia ukaguzi na usainishaji wa vitabu. Maana mambo yetu salamu kwa mama na wake kwa mchapakazi, tunampenda sana. Lakini cha pili, uwezo wetu ni mkubwa kama ulivyoona. Kuiongoza kwa kweli tunajitahidi, changamoto zipo lakini tunapambana nazo. Kwa sababu uzoefu wa uchimbaji, sisi tumekuwa uchimbaji sasa muda mrefu. Changamoto haziwezi kukosekana, kama hivyo upande wa afya tunapambana kuhakikisha tunaboresha ili tusipate magonjwa. Kwa sisi kama viongozi tunashukuru kutembelea, lakini pia tumepata soko. Kwetu sisi ni faraja, kwa sababu tunaamini tunapochimba serikali itakuwa ipate mapato kupitia uchimbaji. Kwa hiyo mwenyekiti kutuongezea soko hapa, sisi tumeshukuru sana na tunaendelea kushukuru sana, na kama nilivyosema, wachimbaji wetu tunawaambia unapopata dhahabu yako peleka sokoni. Kupeleka sokoni, serikali itapata mapato, lakini hatutakuwa na mianya ile ya utoroshaji. Kwa hiyo sisi kwetu kupata soko karibu, kwa kweli imetutendea haki. Tunashukuru sana sana sana. Tunashukuru sana mtaalamu wetu kwa kuona kwamba kuna umuhimu wa kupeleka soko.